Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa YouTube ni Aznas Media. Tafadhali subscribe, comment, like na kushare. Katika mitandao yetu ya kijamii ni Aznas_media. Bwana everybody, mambo vipi Tanzania? Hii hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Ni presenter steering Mnyamwezi Lilobaki mjini. Of course, unajiuliza ni nini ambacho kinaendelea, lakini hii ni miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inafanyika hapa Hayat Regency hapa Dar es Salaam of course. Na kama unavyoona nyuma yangu kuna picha ambazo zipo, picha nyingi za kutosha, na hawa ni wasanii ambao wameuheshimisha huu muziki wa Bongo Flava hadi leo inafika miaka 30 na kuendelea kama hivi ambavyo unaona. Kwa huko ndani wapo celebrities ambao ni brothers, brother kwa heshima yako kaka. Anaitwa Sogi Dogi Anta. Wao ni kati ya brothers ambao wameushepu muziki wa Bongo Flava hadi ukafika hapa ulipo. Mwanzo ulikuwa kama muziki wa kiuni, but this time around imekuja kuwa biashara and things zina move. Of course, Aznas tumefika hapa ili tuweze kuwaona mabrother na kujua kile ambacho wanaendelea nacho. Of course, leo ilikuwa ni press conference na zoezi zima litafanyika tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini huu hapa mchakato wa kuwaheshimisha wasanii na magwiji wa Bongo Flava unaendelea throughout the year. Nyimbo imetoka, tutaiona, na of course tunaendelea kupiga nao story huko ndani. Utaona kama unavyoona mabango, kama unavyoziona hizi picha, namuona Domo Kaya, Kalapina, P1 Black, Chidi Benz, wote ambao wameweza kuishape hii hapa tasnia ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Twenzetu. Bwana, hii hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the baddest. Of course tumekuja kwenye press conference kwa ajili ya kuwaheshimisha wale waliotengeneza barabara za muziki wa Bongo Flava. Of course ni miaka 30 ya Bongo Flava na hapa ni Hayat Regency. Niko na mabaga fresh. Bwana brother, heshima yako? Shukrani, poa. Bwana, heshima yako bro? Pamoja baba la baba. Bwana, ni siku nyingi mimi sijawaona. Mimi nimewahi kuwaona kwenye TV na baada ya hapo sijawahi kukutana na nyinyi live. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi leo. Na sisi tunashukuru kupata fans wapya kama hivyo, tunakutana na marafiki wapya nini, fresh yani hii. Bwana, mnajisikiaje baada ya miaka 30 kutoka nyinyi mmeanza hii hapa Bongo Flava, mmepambana nayo. Sasa hivi miaka 30 imefika hapa, Bongo Flava imegeuka kuwa ajira. Nyinyi mnajisikiaje? Kwanza tunajisikia furaha kwa sababu unajua Bongo Flava hapa katikati watu walitaka kuipoteza hasa hip hop, lakini kwamba furaha yetu ni kwamba yani kwanza tunaheshima miaka 30, unajua ni umri mrefu kabisa. Kwa hiyo yani kile tulichokuwa tunakipigania kipo hai na kitaendelea kuwa hai. Kwa hiyo tunashukuru sana kwanza kwa ujio wa ili tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava, kwa sababu tunataka tuonyeshe watu nini ambacho kilikuwa kinafanyika na kinachohitajika kufanyika. Sawa. Huu hapa mchongo utafanyika Julai tarehe 10, 2026 of course. Sasa brother, kama hujui Mabaga Fresh huwa ni kundi kwa legendary na watu ambao wanaujua vizuri muziki wa Bongo Flava wanalijua hili. Brother, unawashauri nini watu ambao wameingia kwenye muziki wa Bongo Flava, wamekuta pesa zinatoka sasa, watu wanafanikiwa kupitia huu muziki na wameuingia sasa, wewe unawashauri nini? Ushauri wangu kwamba wazingatie kama tunaifanya sisi, ingawa kwa sasa hivi inaonekana kama hakina maana, lakini ukisikiliza ndo unaipata maana. Kwa hiyo kikubwa yani kwamba wajaribu kuzingatia ujumbe au message kwa lugha nyingine, umeona, ambayo kwamba hata mtu ukisikiliza unahisi kama huyu kanilenga mimi au kanigusa mimi, umeona. Kwa mfano kama sisi tulivyokuwa kipindi kile tunatabika, tunasurubika, yani mpaka sasa hivi bado watu wapo wanaotabika na kusurubika, umeona. Kuna nyimbo moja ya Professor J anakuambia chemsha bongo kabla hujapagawa, umeona. Kwa hiyo inabidi vitu vile vinaishi mpaka milele yani. Lakini sasa hivi kazi sasa hivi usikiliza leo kesho basi imepita. Sana itaendelea scandal. Kwa unachowashauri wewe ni kwamba wazingatie maadili, wazingatie maadili kutokana na Uafrika wetu au Utanzania wetu tunavyokwenda, hata video zao wanazofanya pia wajaribu kuzingatia sana maadili kama sisi tunafanya. Bwana, mimi nashukuru sana Mabaga Fresh. Pamoja. Bwana, ili
kundi bado lipo linaendelea, tutegemee ngoma mpya? Hili kundi lipo. Hapo unanikuta DJ Snox, hapo unamkuta JB mkuu wa majaji kichwa dimu spea zake. JB na mzee DJ Snox. DJ Snox. Tupo. Hapo ndo mnaponichanganya mimi. Toka nimekuwa mdogo nasikiza nyimbo zenu, mnanichanganya. Huyu ajitambulishe kama yeye. Mimi naitwa JB mkuu wa majaji kichwa dimu spea zake hakuna bongo mzima. Hiyo ni iga ufe. DJ Snox. Bwana DJ Snox, Babaga Fresh, mimi nashukuru sana my brother. Pamoja. Bwana, ngoja niwaache muendelee na shughuli zenu. Neno moja la mwisho la kuambia mashabiki wa Babaga Fresh, mashabiki wa Bongo Flava. Neno moja tu la mwisho la kuambia. Neno moja kwamba tunawapenda sana na kwamba kuna jumbe ambazo tulikuwa tunawapa. Najua wanazimisi. Yes. Ila wao wawe na kiu. Wawe na kiu tu hivyo. Mbona mnatuacha tunabaki na kiu? Mtuache hata ngoma moja mwaka huu. Waache tu wakae na kiu. Bwana, mimi nashukuru sana kwa time yenu brother. Yes, hapa ni Aznas Media. Mimi ni Chumvi the Baddest. Bye bye for now. Aznas Media.